Kwa majina naitwa Steven Kimani Muturi, kwa jina lingine naitwa Thambo, na mimi ni mzaliwa wa Kajwiri Ridge Ward, kijiji naitwa Ngorika, ambapo nimesoma mpaka darasa la 8. Halafu nikahitimu vizuri, nikaenda Nyandarua High School ambapo nilisoma na nikamaliza masomo. Nikaenda nikasomea kazi ya udaktari na nimefanyia serikali kazi kwa miaka mingi, mpaka sasa nikaona ni vizuri nirudi kwetu nifanyie watu wa kwetu kazi. Kwa hivyo mimi nasimama kiti cha ubunge cha Ol Kalou kwa tikiti ya DCP. Na kwanza kabisa ni kuwapatia watu wa Ol Kalou rambirambi zangu kwa sababu ya kumpoteza kiongozi wao aliompenda, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Tumemzika, apumzike mahali pema peponi. Sasa imefika ni ukurasa mwingine wa kujaza pengo ambalo Mheshimiwa Kiaraho ameacha, na mimi nimejitolea kuja kujaza hilo pengo, na ninaomba watu wa Ol Kalou wanishikilie kwa mikono yao miwili. Kabla sijaenda kwa kuongea zaidi, ni vizuri kusema kwamba huu uchaguzi ni mchaguzi mkubwa, manake tumeona wagombea wengi wamejitolea. Leo tumeona kuna wagombea wa chama pinzani ambacho chama cha serikali walikuwa wameenda kumuona makamu wa rais, na sisi pia upande wetu mwingine tumejipanga. Ile kitu tunaweza omba, nataka kuomba wang'ang'anaji wenzangu ni tufanye siasa ya amani. Tusilete siasa ya fujo mashinani, manake watu wa Ol Kalou ni watu wanaopenda amani. Tutafute kula kwa amani na kiti kitachukuliwa na mtu mmoja. So usije tukaleta vita ama vurugu ya aina yoyote. Tusiharibu amani, manake tukiharibu amani wakazi wa Ol Kalou ambao ni wakulima watakosa environment mzuri ya kufanyia kazi yao. Kitu hiyo ingine ni kumhimiza Spika wa bunge kuu Bwana Moses Wetangula. Imefika wakati, tumegojea sana, utangaze hiki kiti kwamba kiko vacant, ili tuweze kuingia vizuri mashinani, tuombe kura kutoka kwa wapiga kura wa Ol Kalou, ili tuweze kupata ruhusa rasmi ya kufanya siasa zetu, ya kuongea na wananchi. Msukumo wangu wa kusimama hiki kiti cha ubunge umetokana na upendo wangu kwa watu wa Ol Kalou. Mimi ni kijana ambaye alisoma wakati ule Nyandarua ilikuwa inaongoza kwa miaka 11 mfululizo, na hizo akili tuko nazo za kutengeneza. Wengi wangu ambao tulisoma nao wameenda kusaidia kwingine. Mimi nimesema narudi nyumbani, hizo akili nizitumie kusaidia watu wetu. Tumefanya kazi nje sana. Hata nahimiza wenzangu ambao tulikuwa wakati ule, turudi nyumbani, tufanye kupatia community. Ile tunaita kwa kimombo giving back to the community. Kwa ufupi, muda mfupi umebaki sana. Kutoka saa hii mpaka tufanye uchaguzi ambao unakuja mwaka wa 2027. Na hakuna mambo mengi makubwa tunaweza sema tutafanyia wapiga kura. Lakini cha kwanza tutafanya kumalizia kazi ambayo ilibakishwa na marehemu Kiaraho. Zile kazi ambayo alikuwa nasukuma kwa serikali tutazisukuma. Zile kazi ambazo zilikuwa zinatakiwa zifanywe na CDF office tutazisimamia na wananchi mpaka zikamilike. Na tutarudi kwa wananchi tuombe hatamu nyingine ili tuje tuanze kazi zetu sasa jipya. Ninasimama na chama cha DCP. Manake chama cha DCP ndio chama ambacho kinapendwa zaidi na wakazi wa Nyandarua. Hiyo hakuna taswishi kwamba Nyandarua ama Ol Kalou ndio bedroom ya DCP. Na ninataka kumjibu Deputy Party Leader wa chama cha Jubilee Bwana Kioni kwamba hatukatai Kiaraho alikuwa ni wa chama cha Jubilee, lakini saa hii mambo imebadilika. Chama saa hii sidhani Jubilee iko na nafasi, na tusifanye mambo yapata potea
kuanza kujaribu vyama ambavyo wakaaji wa Olkalau hawapendi. Chama ambacho sahihi kina usemi mkubwa ni chama cha DCP kinachoongozwa na Rigathi Gachagua. Nataka kuongea na party leaders wetu. Chama cha Jubilee, Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kijana wetu tunampenda zaidi, na kiongozi wetu wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nyinyi ni baba zetu, muweze kuketi chini na muelewane. Manake hapa Olkalau hakuna mchezo. Tukigawanya kula, mambo itaharibika zaidi ilipoharibika kule mbele. Na pia niongee na watu wengine ambao wana vyama vidogo vidogo kama vile tulivyoona kule mbele. Tunajua mna mipango ya kuja kuharibu hizi kura, kutugawanya. Mimi hapa nimepigwa kura na vyama kama, nimepigwa simu na vyama kama viwili. Mimi nataka kuwaomba wacheni kugawanya mpiga kura wa Olkalau. Tunataka ni farasi ni wawili, awe ni DCP na UDA. Nataka kutahadhari ama kuwafahamisha wakazi wa Olkalau kwamba huu uchaguzi utakuwa na ubabe, na tutaletewa maharagwe, tutaletewa mchele, tutaletewa vitu vingi mpaka na pesa. Mimi nawaambia mgeni alete chenye analeta, mchukue, lakini msije mkauza nguvu yenu ya kuchagua ama uwezo wenu wa kuchagua kile chama ambacho mnapenda. Mkifanya hivyo mtakuja kuwa watumwa katika nchi yenu. Nataka kuongea na inspector wa polisi Bwana Kaja. Tunajua ya kwamba kuna mambo inatendeka na watu ambao wanakuja kama goons, na saa zingine wakiangaliwa wanaonekana pengine wamebeba hata silaha ambazo haziruhusiwi kuwa na wananchi wa kawaida. Hao mambo ilitendeka kule Marava na tumeona ikitendeka pia kwingine. Tunaomba hivi, turuhusiwe sisi kama waaniaji tufanye siasa ya amani bila kusurutishwa na bila intimidation yoyote. Wananchi pia waruhusiwe wafanye uamuzi wao bila kuwekwa pressure yoyote. Mambo ya gunism, harassment ya polisi hatutaki kuiona hapa kwetu Olkalau. Nataka kuongea na chama yangu ya DCP. Bila shaka sisi ndio chama ambacho kinasikika katika kila nyumba hapa Olkalau. Na ninajua nyinyi wakubwa wangu ni watu mnasema tunasikiza ground. Mimi nimesikiza ground na waomba pia mje msikize ground. Msikie kwamba chama wananchi wa Nyandarua ama wa Olkalau wameamua kwamba mbunge wao ni mimi Stephen Kimani Muturi aka Dhambo. Na mimi ninaomba kitu kimoja. Tufanye nominations ama primaries zenye fairness, uwazi na bila mapendeleo. Manake tukifanya hivyo, wananchi hatutaweza kugawanya wananchi na tutaweza kudeliver hiki kiti bila wasiwasi wowote. Bwana Gachagua, mkubwa wangu, usiwe na wasiwasi wowote. Hiki kiti nitadeliver. Nitakuwa the first born MP wa chama chako cha DCP kabisa. Mimi hapa najua nitachaguliwa mbunge wa Olkalau. Nataka kuambia Rais William Samoei Ruto kwamba yale mambo ambayo umekuwa ukipatiana promises hapa kwetu Olkalau, nitashirikiana na vile uongozi wengine ambao wamechaguliwa kama akina Medho kusukuma kabisa watu wa Olkalau tupate haki yetu. Sisi pia tunataka kupata maendeleo irregardless na msimamo wetu wa kisiasa. Mwisho kabisa, nataka kuongea na wananchi wapendwa wa Olkalau. Hiyo siku ya nomination, mtokee kwa wingi. Mje mchague mimi Stephen Kimani Muturi, ambaye nitakuwa sauti yenu ya kuitishia vitu kutoka kwa serikali kuu, tuje tuwaletee. Na mkinishika mkono siku hiyo, niwe kiongozi wenu, yale mambo ambayo tumekuwa tukiongea wakati nimekuwa huko ground tutayatimiza
na maisha yetu yatakuwa mema hata zaidi. Naongea na wananchi wangu wote wapendwa, kutoka kule Kaibaga, kuja Olkalau, kuja Kajiri Ridge Ward, kwenda Rorie pamoja na Mirangini. Ninawatakia kila la heri wakati tunafanya hizi campaign. Mungu awabariki, Mungu awabariki Olkalau, Mungu awabariki Kenya. Asante.